Selemani Mwalimu ni mchezaji ambaye profile yake ni nzuri, lakini pia performance yake ni nzuri, japokuwa hapa katikati amepitia sintofahamu ya kuwa anakosa magoli, na hii sio kwake tu. Tunaona toka Prince Dube wa Yanga msimu alianza hivyo, alikuwa anakosa magoli. Kwa hiyo kwa Fuadi kukosa magoli ni kipindi ambacho huwa anachopitia mchezaji yoyote, hususan anayecheza eneo la mbele, lakini kwa profile yake ni nzuri. Lakini pia itetesa kusemekana kwamba Selemani Mwalimu kuna Yanga wanafanya mazungumzo na Wydad kwa ajili ya kumchukua, inaweza ikawa ina usahihi, lakini pia sio usahihi, kwa sababu Selemani Mwalimu by the way ni mchezaji mzuri na timu yote inaweza kuvutiwa naye. Lakini pia tukumbuke Yanga wanafanya tu ujanja, kwa sababu tukumbuke hata kwa Mpanzo alianza hivi alisema wanamchukua Mpanzo, mwisho wa siku Mpanzo baki Simba na ameongeza mkataba wa miaka 2. Lakini vile kwa Chobudo vile alisema Chobudo washamchukua, lakini mwisho wa siku Chobudo huyo hapo yuko Simba. Kwa hiyo haya ni maneno kutoka timu nyingine anakuwa anafanya, wanatumia Yanga kama ni technique ya kuweza kufanya Simba watoke kwenye track ya ubingwa na waweze kuchukua ubingwa, kwa sababu ubingwa ligi kuu kiachana na masuala ya performance uwanjani, ubingwa ligi kuu wakati mwingine pia unatengenezwa na propaganda kama hizo ambazo zinazoendelea hivi sasa. Lakini pia kwa upande wa tatu pia inawezekana, kwa sababu hizi teams zina kawaida ya kuharibiana mipango, kwa sababu kwa mfano Yanga anapoona kwamba Simba na mchezaji mzuri, basi anakuwa anataka ibomoe Simba ili iweze kufanya vizuri. Kwa hiyo usajili anapata kufanya, mfano Yanga atamchukua Selemani Mwalimu, sio kwamba anamchukua kwa sababu anahitaji sana Selemani Mwalimu, ila anakuwa anataka kufanya hivi mradi tuendelee kuibomoa timu ya Simba. Kwa hiyo ndo lengo la Yanga. Nakumbuka hata msimu uliopita Yanga alimchukua Chama kwa ajili ya kuikomoa tu Simba, lakini Chama alivyofika Yanga, Chama alikuwa apate nafasi. Walimchukua Mkude kwa ajili ya kuikomoa tu Simba, Mkude nenda Yanga hakupata nafasi. Kwa hiyo maana yake wao wanachokifanya, wao wanataka kuibomoa Simba ili wao wafanye vizuri. Hawataki Simba kana wachezaji wazuri. Usishangae kesho kuto ukasikia Yanga wanamzungumzia, wanamuuliza ni Setola au Dibasige, ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo hii wanachokifanya Yanga maana yake wanataka watoe Simba kwenye track yao ya ubingwa. Kwa hiyo mashabiki wa Simba wakae kwa kutulia, lakini pia viongozi wa Simba wakae kwa kutulia, waendelee kuijenga timu yao, waendelee kutengeneza vitu vizuri ndani ya timu yao. Hata kama hajafanya vizuri msimu huu, basi msimu ujao anaweza kufanya vizuri.